Wanajeshi wa Ukraine wamejisalimisha kwa vikosi vya Urusi huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk, lakini pia makamanda wao wameweza kuwakimbia na kuwaacha, hivyo basi kusababisha wanajeshi hao kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Karibu sana katika undani wa taarifa hii kutoka mstari wa mbele wa kivita au moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita ambayo imeripotiwa muda huu na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu wanajeshi wa Ukraine kujisalimisha baada ya kukimbiwa na makamanda wao kutoka huko mstari wa mbele wa kivita katika eneo la Krasnoarmeysk. Karibu sana. Lakini pia nakukumbusha kwamba pia unaweza ukawa unapata taarifa hizi za moja kwa moja kupitia grupu la WhatsApp ambako pia huko huwa naweka taarifa za moja kwa moja kutoka vita ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi pia kama utawiwa, basi unaweza ukajiunga nasi sasa. Unaweza ukanitumia message neno ni unge kwa njia ya WhatsApp kwa nambari ya Yas ama Tigo ambayo ni 0679619650. Narejea tena 0679619650. Basi hiyo ndio nambari pekee ambayo pia unaweza ukanitumia message neno ni unge au ukanipigia simu ili pia ni kuunge kupata taarifa hizi na matukio ya moja kwa moja kutoka vita ya Urusi na Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine waliokwama walijisalimisha kwa vikosi vya Urusi na walijisalimisha kwa hiari yao kabisa huko eneo la Krasnoarmeysk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, huku makamanda wao wakiwa wamewaacha au kukimbia. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti hivyo Novemba 6, 2025. Wanajeshi kutoka kituo cha kundi la vita walichukua wanajeshi kutoka kwa kikosi cha 68 cha Jega cha Ukraine kilichozingirwa huko Krasnoarmeysk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk wakiwa mateka, ambako wanamgambo wa Ukraine walijitolea kujisalimisha kwa hiari kwa jeshi la Urusi, kwani walikuwa wameachwa na makamanda wao na wakuweza kabisa tena kuvumilia kuwa chini ya moto wa mizinga na magari ya angani yasiyo na rubani. Wizara imeeleza hivyo katika taarifa yake siku ya leo. Wanajeshi wa Ukraine pia waliokamatwa walisimulia kwamba idadi ya waliojeruhiwa jijini ilikuwa ikiongezeka kila siku na kwamba kuwapa msaada ilikuwa haiwezekani kabisa, hasa kutokana na ukosefu wa dawa. Maafisa wakuu wa Urusi pia wameeleza hivyo. Mmoja wa mateka wa Ukraine anayefahamika kama Gennady Chenadechuk, yeye amesema alijisalimisha kwa hiari kutokana na kukata tamaa, kwani alikuwa ametumia siku 7 bila chakula, yaani kwamba alikuwa amekaa siku 7 bila kupata chakula. Na askari mwenzake anayefahamika kama Yuri Doviganyuk naye pia amekiria kwamba alijisalimisha kwa sababu pia aliona ndiyo njia pekee ya kuendelea kuishi ama kunusuru maisha yake. Na wakati pia hao ya kijiri, inakumbuka kwamba Krasnoarmeysk na Kupiansk, Putin pia katika wiki iliyopita alisema kwamba wanajeshi wake karibia maeneo mengi sana huko wameweza kuzingira, ambako pia taarifa ambayo imetoka muda so mrefu ni kwamba kwenye hiyo miji ambayo wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kwa kasi, kuna uwezekano pia wiki ijayo tayari wanajeshi wa Urusi wakawa wamechukua miji hiyo, ambako nikipa kisogo taarifa hii ambayo inatokea huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk, hasa kuhusu wanajeshi wa Ukraine kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi, ambako pia ripoti hizi zimekuwa zikitoka mara kwa mara, yani karibia kila wiki. Pia tumekuwa tukipata taarifa kwamba kutoka mstari wa mbele wa kivita, basi pia wanajeshi baadhi wa Ukraine wameweza kujisalimisha au kukimbia kutokana pia na nguvu kubwa ya jeshi la Urusi, ama pia wengine wakisema kwamba ukubwa ama mafanikio ya kuwa na silaha nyingi kwa vikosi vya Urusi, ambayo pia inasababisha wanajeshi hao kusonga mbele karibia kila siku kwenye baadhi ya maeneo mengi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Lakini pia huko eneo la Kupiansk imeelezwa kwamba tayari pia kuna uwezekano mkubwa sana wanajeshi wa Urusi wakateka mji huo ama wakakomboa mji huo na Ukraine kupoteza mji huo wa Kupiansk huko Kharkov. Imeelezwa kwamba wanajeshi wa Urusi pia wanatarajia kuteka kikamilifu mji wa Kupiansk huko mkoani Kharkov nchini Ukraine ndani ya wiki ijayo. Amesema hayo kamanda wa kitengo cha mashambulizi kinachohusika katika operation hiyo, ambapo Kyiv imeendelea kukana uzito wa hali hiyo ardhini. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ya kwamba nafasi ya vikosi vya Ukraine vilivyozingirwa karibu na Kupiansk inaendelea kuzorota kwa kasi kubwa
na kuwaacha bila nafasi ya kutoroka isipokuwa kujisalimisha kwa wanajeshi wa Urusi. Kamanda wa kikosi cha 121 cha kitengo cha 68 cha bunduki za magari Lavereki amesema ya kwamba kikosi chake kilisafisha majengo 25 katika jiji hilo Jumatano pekee, yaani siku ya jana, na kinaendelea kusonga mbele. Ana uhakika pia kwamba jiji hilo litakombolewa kabisa ndani ya wiki ijayo, kwani ari yao iko juu na watatimiza dhamira yao, amesema katika video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi kuhusu taarifa hii. Mwezi uliopita pia rais wa Urusi, inakumbukwa, alitangaza kwamba Kupiansk iliyoko katika mkoa wa Kharkov huko Ukraine na Krasnoyarsk iliyopo katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi ilikuwa imezingirwa na vikosi vyake, na alihimiza Kyiv kukubali kujisalimisha kabisa kwa heshima kwa wanajeshi waliozingirwa, na pia ndicho ambacho umekisikia hapo awali katika mwanzo kabisa wa taarifa hii. Moscow imekadiria ya kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine wamenaswa katika miji hiyo miwili, yani Kupiansk na Krasnoyarsk, ingawa Kyiv inaendelea kudai ya kwamba inashikilia miji hiyo na kwamba jeshi la Urusi linasukumwa nyuma. Uchambuzi wa ndani pia unaelezea hadithi tofauti. Shirika la Bild pia kutoka nchini Ujerumani Jumanne wiki hii lilisema, huku likitoa mfano wa maafisa kadhaa wa Ukraine na makamanda wa kijeshi walioomba kutotajwa jina, ambako chombo hicho kilibainisha kwamba kuna hofu inayoongezeka ya kushindwa vibaya kwa jeshi la Kiev. Volodymyr Zelensky wa Ukraine, yani rais wa Ukraine, awali alisema ya kwamba uwepo wa jeshi la Urusi karibu na Kupiansk ulikuwa mdogo kwa wanajeshi 60 tu, na kwamba jeshi la Ukraine lilikuwa na ramani ya kukamilisha kufuta eneo hilo ambalo alikataa kufichua. Kupiansk imekuwa kitovu kikubwa cha vifaa kinachogombaniwa katika upande wa kaskazini mashariki mwa mzozo huo, ambapo vikosi vya Urusi hapo awali vilidai udhibiti wa sehemu ya jiji na kutoa video mnamo Septemba ikionyesha wanajeshi katikati yake karibu na jengo la utawala, uwanja wa michezo na mnara wa television. Hayo ndiyo ambayo yanajiri muda mchache ambao umekwisha kupita kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako wanajeshi wa Urusi pia wanazidi kusonga mbele kwa kasi kwenye maeneo mengi huko nchini Ukraine na kwenye baadhi ya maeneo ambayo pia tayari wanashikilia, hasa huko katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwenye eneo la Krasnoyarsk, ambako tumeona kwamba wanajeshi kadhaa wa Ukraine wajisalimisha, na hii ni baada ya taarifa wiki iliyopita kwamba tayari kuna maeneo ama kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Urusi wako kule na wameweza pia kuwazingira wanajeshi wa Urusi. Hivyo kutokana na kwamba makamanda hao waliweza kuwaacha, basi imesababisha askari wa kawaida kuweza kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Lakini pia tumeona kwamba kufikia wiki ijayo pia huenda pia Kupiansk itakombolewa na vikosi vya Urusi. Kwa hiyo mimi sina cha ziada, cha msingi ni kwamba endelea kunifuatilia kila siku ili pia kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka mstari wa mbele wa kivita, hasa vita hii ya Urusi na Ukraine.